Spirit kabisa. Big up Askofu. Kuna watu ambao wamekuwa na comment wengi sana kwamba viongozi wa dini, baadhi ya viongozi wa dini ni watu ambao wamekuwa matajiri sana, mna pesa nyingi sana. Of course moja ya mifano inakuwa labda kwa mfano Askofu Gwajima. Askofu Gwajima ana magari, ana kifahari, ana helikopta, ana nini. Lakini bwana, ukienda kwa waumini wake mmoja mmoja, wamepigika, wamechoka sana. Inaonekana kama mnajilimbikizia mali kwa kuteka advantage kupitia kwenye masuala ya kiimani. Huo unajibu ama kitu kama hicho unakuwa na comment gani ama uni gani kuhusu hicho? Swali lako ni zuri ajabu. Baba Mtakatifu ambaye ndio Papa ni kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Yeye sio tajiri tu, mpaka rais wa nchi ya Vatican. Lakini haimaanishi Wakatoliki wote sio maskini. Kwa hiyo ni mtu akiangalia Gwajima ni tajiri au viongozi wa kiroho ni tajiri. Waongelee Baba Mtakatifu. Mimi hata sijao Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu ni tajiri mpaka akawa rais wa nchi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Ufikiri kwamba linatakiwa kutazama kwa negatively? Yesu alikuwepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwepo. Hakuwamaliza maskini wote. Maskini wataendelea kuwepo kwa sababu kuna sababu zinazowafanya maskini ziko tofauti na zinazo huwezi kuziondoa zote. Mimi nilidhani utasema mimi sio tajiri. Sasa kwa kuwa umejibu kwa hivyo, labda fedha mnakuwa mnapataje? Kwanza kabla hujawa mchungaji, hujawa shehe, hujawa imamu, ni Mtanzania. Unaweza ukafanya vitu vyote ambavyo Watanzania wote wanaweza wakafanya ili kupata fedha halali. Kwa hiyo sio issue hasa. Kwa hiyo kabla hata ya kuanza kuhudumu, mambo ya mandinga na mambo mazuri yote ulikuwa unayo? Nilikuwa sina. Baada ya kuwa Mungu kumfuata Yesu, ndio Yesu amenisaidia sasa nikawa. Amekusaidiaje? Baba Askofu, una utajiri kiasi gani? Mimi ni mwandishi wa vitabu, unavyojua. Mwaka jana nilikuwa na vitabu kama 30, sasa hivi na 47. Okay. Unaweza kuimagine kama nimeandika vitabu 47, kidogo kuliko vyote kina peji labda 160. Ndio. Sasa nikiuza kila kitabu 10,000. Kwenye production nikitoa mara moja natoa vitabu 2,000. Mara 10,000 kitabu kimoja. Mara 1000, mara 46. Una utajiri kiasi gani Baba Askofu? Naweza mambo yote katika nilisikia pia au ndio mamaliza hiyo jina. Ndio maliza hiyo. Nipe. Baba Askofu, wewe tunajua kwa nchi za wenzetu tumezoea huwa wanaweka wazi. Yaani ukiingia leo kwenye Google kwa mfano ukiingia labda Forbes, bwana fulani unaandikiwa kabisa mzigo wake pale. Wewe unaweza kusema una utajiri kiasi gani? Mimi kusema kweli Kristo ndio utajiri wangu. Amina. Tunazungumzia utajiri wa Kamaliza. Amina. Na kwa sababu najua kwenye nyumba zetu za ibada kuna sadaka tunazotoa. Ndio. Makanisani, misikitini, kwa ajili ya mambo kuweza kufanyika, si ndio? Wewe mwenyewe huwa unatoa kwa waumini? Kwanza sadaka za kanisa ni mali ya kanisa, si mali ya mtu. Concept ambayo watu wanafikiri kwamba sadaka ni mali ya mchungaji, hapana. Sadaka ni mali ya kanisa. Na sadaka za kanisa zina account ya kanisa. Na ili zitoke zina signatories 2 watatu kwa mipango ya kanisa. Kwa hiyo kuna tofauti kufanikiwa kwa kufikiri mtu anatumia sadaka za kanisa au za msikiti. Kwa hiyo ni issue tofauti kabisa. Mimi kama Mkristo nikienda kanisani siku ya ibada natoa sadaka. Ukisema kwamba sadaka zinakuwa ni mali ya kanisa na kuna signatories 2 zaidi ya 2 au zaidi ya 2, ndio wewe unaweza ukatoka kwenye hili kanisa alafu ukaziacha zile fedha zikaendelea na watu wengine? Exactly, ndio. Okay. Unatoka kabisa na unaziacha, na kuna bodi ya kanisa inayo manage mipango, hiki kifanyike kinahitaji shilingi ngapi. Wewe unakuja una sign na wengine wana sign fedha. Lakini wewe huna sauti ya mwisho. Unayo, kwa sababu kila kampuni na CEO ina sauti. Okay. Kuhusu succession plan Baba Askofu, kuna makanisa ambayo tunajua of course yamekuwepo na mizizi ya miaka mingi, lakini kuna makanisa ambayo yameanzishwa sasa hivi. Nadhani moja wapo kama la kwako, wewe mwenyewe ndio mwanzilishi. Vipi kuhusiana na succession plan? Huwa mnatengeneza watu ambao kwamba taasisi zenu ziweze kuishi beyond maisha yenu nyinyi? Kwanza hakuna success bila successor. Ndio. Siku zote hakuna success na mbona hakuna success bila successor hayupo. Okay. Ufanisi wa kazi ya mtu huu unapimwa wakati yeye hayupo. Ndio.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayupo, kazi yake inaendelea. Yesu Kristo hayupo, kazi yake inaendelea. Ina maana succession ya mtume ilikuwa kali sana na succession ya Yesu ilikuwa kali sana. Sasa mafanikio ni successor unayemwacha kwenye kazi yako. Kwa hiyo kwa tuna plan za succession, unakuwa na watu huwezi kuambia of course kwamba wewe unapanga, lakini wanakuwepo. Kuna mdau alikuwa anauliza kuhusiana na jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima. Wanauliza kama kuna plan yoyote ya kujenga jengo kubwa ambalo litakuwa linaendana na class ya Ufufuo na Uzima. Ufufuo na Uzima ni watu wengi. Na tatizo la Ufufuo na Uzima wanaongezeka kila siku. Ndio. Tulihamia kwenda Tanganyika Packers kwa sababu kila Jumapili tulikuwa na watu wapya 500. Kwa hiyo ukijenga jengo hili baada ya wiki moja halitoshi. Ukijenga hilo halitoshi. Ukijenga halitoshi. Kwa hiyo tuna mji unaitwa mji wa Mwanakondoo kule Mkurunge. Tunaandaa sasa kujenga arena kubwa sana kuliko arena. Uwanja maana yake. Uwanja. Wa idadi ya kubeba watu wangapi? Watu 60. Watu 60. Maana yake ni kama size ya uwanja wa Taifa. Baba Askofu, muujiza mkubwa ambao Mungu aliwahi kukutumia kuufanya kwenye maisha yako yote ya utumishi ni upi? Kuongea na mtu mpaka akamwamini Yesu. Ni muujiza mkubwa kuliko yote. Muujiza wa kumwombea mtu akafufuka, muujiza wa Mungu aliwahi kukutumia ukafufua mtu. Sijasema kufufua mtu, nimesema ukimwombea mtu akafufuka au akapona atakufa tena. Lakini ukimwombea mtu akamjua Mungu, unamsaidia kuishi milele. That is the greatest miracle unaweza kufanya kwa maisha ya mtu. Kwenye msafara wa Mamba zamani Kenge ndio walikuwa wanapita, lakini siku hizi mpaka sisimizi watu vyura wanainama na nne wanapita. Kwenye kazi mnazofanya kuna wajanja pia wanaingia humo. Na wanaotakiwa kuwajua sana wajanja pengine ni watu wa aina yako, kwa sababu tunaambiwa kuna watu ambao wanatumika kutakatisha fedha. Sikia kwanza niko hivi, ghafla tu vitu vimebadilika. Mnafanyaje ili mwisho wa siku Mamba waendelee kubaki Mamba? Kwanza kila fani na wajanja. Hata waandishi wa habari na watangazaji wenyewe kuna wajanja wa kutosha ambaye anapewa hiki na yule kaseme hivi anasema. Lakini cha muhimu sana ni wajanja ambao mnaweza kuwadhibiti. Ndio. Wapo kwenye kila fani, kwa madaktari wapo, kwa walimu wapo, kwa wahandisi wapo, kwa wanafunzi wapo, wajanja watakuwepo. Na kwa sababu mimi sijamuona mmoja, nikimwona mimi nazungumza naye tu kama kawaida, nitamsaidia. Askofu, tukushukuru sana. Najua unasubiriwa kwa hamu kule 360. Kwa watu ambao wana nafasi ya TV unaweza kumwangalia, nataka kutazama kwa urefu zaidi, lakini pia kupitia kwenye Clouds Digital, kwenye page zote za Instagram Clouds FM TZ, kwenye YouTube Clouds Media. Ukiingia utapata nafasi ya kuona interview ya sekunde 10-20 dakika moja. Pengine kuna kitu ulikuwa unatamani ukiseme hatujakiuliza. Nikwambia tu kwamba corona inawapa watu hofu. Hofu ya corona ni mbaya kuliko corona yenyewe. Kwa hiyo ningemshauri mtu usihofu kuhusiana na corona. Kama ilivyokuja kwa njia ile ile itaenda ikotoka. Amina. Na ujumbe wa Pasaka? Yesu alikufa kwa ajili yetu. Tutubu dhambi zetu, tumwamini. Twende mbinguni.